Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media. Na utekelezaji wa ujenzi wa mradi wa bwawa la umwagiliaji la Membe lililopo wilayani Chamwino mkoani Dodoma. Akizungumza wakati wa ziara ya kamati hiyo katika mradi wa bwawa hilo la Membe, mwenyekiti wa kamati hiyo Mheshimiwa Nangenjwa Kaboyoka amesema kamati hiyo imeridhishwa na ujenzi wa bwawa hilo, kwani thamani ya fedha inaendana na ujenzi wa bwawa hilo. Value for money inapatikana pale mradi utakapokuwa umefikia lengo lile. Maana ilikuwa nia si kujenga bwawa tu, nia ni kwamba mashamba yale yamwagiliwe na mazao yaongezeke. Na kwa vile watu wa Wizara ya Kilimo wako hapa, tuendelee tu kukumbushana kwamba hawa ndugu zetu watakapoendelea kulima watapata mazao mengi sana. Sijui tumewapangia utaratibu gani wa kuwapatia masoko ya mazao yao. Hilo ni jambo ambalo lazima tangu mwanzo tuliangalie. Maana Mheshimiwa DC, tumeshaona ambapo wakulima wetu wanateseka sana. Wakati wana mazao mengi mnaambiwa bei imeshuka. Sasa angalia yeye jasho lake atapata nafuu lini kama mazao mengi lakini bei ishuke. Kwa hiyo anakuwa kila wakati anakuwa hali yake haimariki. Lakini niseme tu kwamba kwa vile value for money tutaipima, yani thamani ya fedha tutaipima huko mwishoni. Niseme mpaka sasa hivi kwa kweli kazi mimi naiona ni kazi nzuri mmeifanya, na kwa vile tuna maengineer hapa, naamini kwamba hii kazi kwa vile ni investment kubwa, naamini pia matunda yake ya muda mrefu yataweza kufikisha taifa letu kwa hatua nzuri zaidi kiuchumi. Na Dodoma imekuwa ni sehemu ambayo imekuwa na ukame sana. Kwa hiyo naamini pamoja na hayo mtahamasisha kuweka vimisitu kama kule kwetu Upareni na huko kwetu kwa Hangaza Ngara huko na Bukoba yote. Sisi tuna miti ya kutosha. Tusikumbuke tu kulima mahindi afu tukasahau kuweka miti ya kila aina, miti ya matunda, miti ya mbao, miti ya nini, ili pia tu break ile upepo mkali unaopita katika maeneo yetu haya ya Dodoma. Na baadhi ya wabunge ambao ni wajumbe katika kamati hiyo akiwemo Mheshimiwa Alois Kamwelwe wameipongeza Tume ya Taifa ya Umwagiliaji kwa kuwa na weledi katika usimamizi wa mradi na kuhakikisha unazingatia viwango vya ubora vilivyopo. Na mimi macho yangu yanaona kwa sababu wakati wa utoto nilikula sana mawese. Sina haja ya kuvaa mawani. Mmejenga kwa udongo ambao unakubalika kihandisi. Lakini naipongeza tume, hata wakati nauliza yale maswali yangu madogo, unamuona engineer anasimama anakujibu kitu ambacho ni cha kitaalamu. Hongereni sana. Kwa hiyo tume imeimarishwa, mkienda namna hii na bila kuminyana mtafanya vitu ambavyo ni bora sana. Hongereni sana kwa hii kazi. Kwa hiyo nipongeze sana wizara, lakini pamoja na kwa hii kazi. Kwa upande wake mkurugenzi mkuu wa Tume ya Taifa ya Umwagiliaji Bwana Raymond Mdolwa amesema mradi huo wa ujenzi wa bwawa la Membe umefikia 87.5% ya utekelezaji wake, na kwamba likikamilika litakuwa na uwezo wa kuhifadhi maji lita za ujazo bilioni 12. Mheshimiwa Mwenyekiti, mradi huu umepata changamoto kubwa mbili ambazo hizi ningezizungumza kiuhalisia. Ya kwanza ni mvua nyingi. Kuna muda mrefu tulisimama kutekeleza mradi, na ndio maana umeona hapo kwamba muda wa mradi ambao tulikuwa tumetarajia umeweza kusogezwa mbele kwa sababu hiyo. Lakini ya pili, katika kuboresha mradi kuna vitu vichache ambavyo ilibidi tuvibadilishe ili kufanya mradi huu uendelevu na uweze kutumika muda mrefu. Mheshimiwa Mwenyekiti, maji haya ambayo yatakusanywa hapa yatawanufaisha watu wa Membe na wale ambao ni zaidi ya Membe. Ni maji mengi na tunahakika kwamba wataweza kulima zaidi ya mara 2 katika mwaka. Mheshimiwa Mwenyekiti, Tume ya Taifa ya Umwagiliaji inatekeleza miradi mingi sana. Leo umekuja kutembelea huu mmoja wapo. Mabwawa kwenye awamu ya kwanza 2022 yalikuwa mabwawa 14. Mabwawa yote yana wakandarasi hapa tunazungumza, na ukichukua kwa asilimia magawa 14 ambayo tulianza nayo yako zaidi ya asilimia 60-70 ya utekelezaji wake.
ni matarajio yetu mwaka huu ambao kidogo mvua zimepungua, tutaenda kuyakamilisha mambo hayo na thamani ya fedha ambayo imewekezwa na serikali iweze kuonekana. Kwa majina naitwa Jemma Karebi Leonard. Ni mkazi wa Membe, lakini kitongoji cha Chitangale. Na mimi ni mmojawapo wa kilimo cha hapa, kama Mungu atasaidia tukapata hicho kilimo. Lakini mara ya kwanza baada ya kuleta huu mradi wa bwawa, kwa kweli tulikosa amani kwa sababu tulijua tayari tunazulumika. Lakini mpaka sasa hivi tunaukubali mradi tena 100% kwa sababu tunaona kadri tunavyoendelea kuhamasishwa na kuelekezwa, tayari tunaona faida tunazoenda kupata hapo mbele. Kwa sasa hivi watu wote tunakubali na tunatarajia kama Mungu akipenda huu mradi haraka tu uishe ili tuone faida, kwa sababu yani shida tulizopata huku nyuma ni nyingi sana, bado tunaendelea kuzipata. Kwa majina naitwa Filemon George Mgowela, ni mkazi wa kijiji cha Membe. Matarajio ambayo tunaenda kuyapata ni kwamba tunataraji kubadilisha ni maisha yetu, kwa maana kwamba kilimo cha umwagiliaji ni cha uhakika zaidi. Ukizingatia kwamba Dodoma yetu ina kama inavyojulikana ni kama nusu jangwa. Kwa kilimo ambacho tunalima unalima sehemu kubwa kipato kidogo sana kutokana na mvua inakupenaisha chini ya kiwango. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, subscribe Moka Media, kisha bonyeza alama ya kengele kuruhusu notifications. Usisahau like, kushare na comment kwa ajili ya taarifa zaidi. Moka Media.